hapa natoa nasaha moja kwa moja. Yako maneno ya baadhi ya watu, baadhi ya ikhwa ambao hawajasoma usomaji wa nidhamia, hawajasoma kwa marahili, hawajasoma kwa hatua kwa hatua, hawajasoma usomaji wa nidhamia, yani kwamba ibtidaia, mutawasit, thanawia, jamiia, hawajasoma hivyo, bali wamesoma kwa njia ya halaqat, wamesoma kwa kuhudhuria vikao vya misikitini na mfano wake, halaka. Wako ambao wanaongea maneno yaliyokuwa si sawa dhidi ya wale ambao wamesoma wamechukua elimu kwa njia ya nidhamia. Wanawarembea maneno kwamba waliosoma elimu ya dini kwa njia ya nidhamia hawana ikhlasi. Haya maneno si sawa, haya maneno si sawa, kwamba hawana ikhlasi, lakini pia na kwamba hawana elimu, kwa sababu kusoma kwa nidhamia hakuna elimu. Ili upate elimu ukae chini kwenye halaka ndio unapata elimu. Hadha laysa bisahih. Haya maneno si sawa, yani kwa itlaqi yake, kwamba kusoma kwa nidhamia hakuna elimu, elimu ipo kwenye halaka, kwa itlaq. Hii si sawa. Jambo la kupata ilmu na kutokupata ilmu ni amrun nisbi, ni jambo la nisbi, inanasibiana, inaendana na mtu. Unaweza mkakaa darasa moja watu 20 mkatofautiana uelewa na ufahamu, mmoja wawili wakatoka na elimu nyingi kuliko wengine. Kadhalika mnaweza mkaenda vyuo vikuu, wanafunzi 5 kwa pamoja, hamtatoka mkiwa sawa nyote. Hata kama mtasoma darasa hilo moja, mtakuwa mnatofautiana nini? Level ya ufahamu wa kielimu, ama kivyeti na kadha, nyote mmemaliza daraja moja, lakini tukija katika upande wa kielimu mtakuwa ni wenye kufanyaje? Kuzidiana. Kwa hiyo kusema ya kwamba kusoma kwa nidhamia hakuna elimu moja kwa moja, hii si sawa. Na kusema kwamba kusoma mpaka vyuo vikuu hakuna haja kwa sababu huko hakuna elimu, elimu iko hapa kwenye halaka, la, hii si sawa. Na saa zingine unakuta huyu anayesema kwamba kusoma kwa nidhamia, usomaji wa nidhamia hauna elimu na unawafanya watu wasiwe na ikhlas, yeye mwenyewe amesoma kwa nidhamia. Ina maana na wewe shekhe huna ikhlas. Hadha laysa bisahih. Maneno haya si maneno ya sawa, haya si maneno ya sawa. Kukosa ikhlas, kuwa na kibri kwa sababu ya ilmu, hadha amru nisbi, sio jambo la itlaq, ni jambo la mtu mmoja mmoja, ni jambo la mtu mmoja mmoja. Kadhalika watu ambao wamesoma nidhamia, wamechukua ilmu ya dini kwa njia ya nidhamia, kwa marahili, wamesoma kuanzia level za chini mpaka vyuo vikuu. Wako wengine wanawarembea maneno ndugu zao ambao hawajasoma kwa mtiririko huu, waliosoma kwa halakati, wanawarembea maneno ambayo si sawa, maneno ya dharau, na kwamba watu hawa hawajasoma, hawana asili ya kusoma, hawana mashekhe, hawajulikani wamesoma wapi, hawana elimu, kwa hawana haki ya kusema. Lakini uhalisia watu hawa wanajulikana, wamesoma kwa nani, wamesoma kwa mashekhe gani, wamewajali si mashekhe gani, wamesoma kwa halakati, wanafahamika, wamesoma kwa mashekhe na maduati ambao wanafahamika, na walillahi alhamdu wamepata elimu kwa kiasi ambacho Allah tabaraka wa taala amewakadiria. Basi haya maneno pia kwa upande huu si sawa. Yani watu waliosoma kwa nidhamia kuwarembea maneno machafu ambao waliosoma kwa halakati na kuwadharau, si sawa. Kwamba waliosoma kwa halakati hawana elimu, kwa sababu kwenye halaka huwezi kupata elimu, huwezi kupata misingi ya elimu. Ili upate misingi ya elimu lazima usome nidhamia. Tayib, kusoma kwa nidhamia utapata misingi ya elimu, na utapata misingi hiyo kwa haraka, utapata misingi hiyo kwa haraka sana. Hili linafahamika kwa kila waliosoma
kwa nidhamia wanafahamu ubora na umuhimu wa kusoma kwa njia hiyo. Ni njia ambayo ina fadhila kubwa sana na ina umuhimu sana kwa tulabul ilmi. Lakini pia usomaji wa halakati ni usomaji na ni njia ambayo ina nafasi kubwa na ni njia yenye umuhimu na inatoa elimu, walillahi alhamdu wal minna. Wa bil khusus inapokuwa ni halaka ambayo ni muthaqafa, halaka yenye kutoa ilmu. Zipo baadhi ya halakati ambazo hazitoi elimu, hiyo inafahamika, na yote haya yanatokamana na yule mwalimu msimamizi wa ile halaka. Lakini zipo halakati za kielimu ambazo zimesimamiwa na mashekhe na maduati ambao wanafahamika, wana ilmu. Wanafunzi wanaosoma halaka hizo wanatoka na ilmu nyingi, walillahi alhamdu wal minna, na hilo linafahamika kwa tulabul ilmi. Sasa suala la madharau, kudharauliana, hawa wanawadharau wale na wale wanawadharau hawa, hii si sawa kwa kweli. Hii maneno haya nimependa kuyasema kwa sababu ni hali ambayo ipo, bali nafikia hatua baadhi ya watu wako, baadhi ya watu nishawahi kusikia kwa baadhi ya tulabul ilmi, wanafunzi wenzangu wanaambiwa na baadhi ya watu, baadhi ya ndugu zao, kwamba huko unakwenda kusoma jamia mathalan, huko hakuna elimu na hutopata chochote, na mimi sintokusaidia kwa chochote, sintokusaidia kwa chochote. Yani usitegemee msaada kwangu utakapoenda kusoma kwa njia ya nidhamia. Ukienda kusoma thanawia, mutawassita, thanawia, jamia, ukienda huko hautopata msaada wangu. Ili upate msaada wangu, nenda kasome kwenye halaka fulani, kwa sababu kule ndio utapata elimu, kule ndio utaijua manhaji, kule ndio utaijua dini. Ama huko jamia, huko hakuna kitu. Kwa mimi sintokusaidia kwa chochote. Wako baadhi ya wanafunzi wameambiwa maneno haya na baadhi ya ndugu zao. Maneno haya si sawa, na walioyasema maneno haya wamche Allah tabaraka wa taala, wamche Allah tabaraka wa taala. Haya maneno ni maneno mabaya sana, kwa sababu ndani yake fihi shay, ni maneno yanaashiria kiburi na dharau, kuwadharau wengine. Yani kujalia kwamba watu wanaosoma, wanafunzi wanaosoma kwa njia ya halakati wawadharau wanafunzi wanaosoma kwa njia ya nidhamia, na kuwachukulia kwamba wanaosoma kwa njia ya nidhamia hawana elimu. Na hii sura ilikuwepo hapa katikati, ilienea fima bainana, ikawa kwamba wanafunzi wanaosoma nidhamia hawana elimu na hawana ikhlas, bali wenye elimu na wenye ikhlas ni wale wanaosoma kwa njia ya halakati. Hii si sawa. Na mpaka ikafikia hatua ikiwa mtu atasimama anazungumza au akaweka muhadhara, anazungumza mwanafunzi ambaye amesoma kwa nidhamia, basi ambaye hajasoma kwa nidhamia hakai kumsikiliza. Hii ni sura ya dharau, kudharauliana. Jambo hili la kudharauliana ndio kibri, inapelekea watu kuwa na kibri na kujiona kwamba mimi ndio najua sana kuliko wewe. Hii si sawa. Kwa hivyo wanafunzi inatakiwa tuwe na tahadhari na jambo hili la kibri, tuwe na tahadhari na jambo hili la kibri na jambo la kujiona na kujifakharisha kwa elimu. Kwa hivyo wanafunzi ambao wamesoma elimu kwa njia ya halakati wasiwadharau wanaosoma kwa njia ya nidhamia. Kadhalika wanafunzi wanaosoma kwa njia ya nidhamia wasiwadharau wanaosoma kwa njia ya halakati. Ahamu shay kubwa la kuzingatia ikhlasun niyya, hilo ndo kubwa zaidi, kuitakasa nia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuitakasa nia yako kwa ajili ya Allah jalla fi'ala, na usome kwa ajili yake Allah tabaraka wa taala.
usome kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu swala la kupata elimu ni swala la taufiki ya Allah tabaraka wa ta'ala, ni taufiki ya Allah tabaraka wa ta'ala. Unaweza ukasoma kwa nidhamia mpaka ukafika jamia, lakini ukapata elimu chache kwa sababu ya taufiki ya Allah tabaraka wa ta'ala. Hivyo ndivyo alivyokuwafikisha, lakini pia kutokana na juhudi yako. Lakini pia unaweza ukasoma kwa njia ya halakati ukatoka na elimu chache. Hakadha, yote haya yanaendana na nisba ya mtu, kadhalika ni jambo ambalo linahitaji taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ikiwa umemwona mtu mmoja kwamba ni mdhaifu katika elimu na ametoka jamia, basi usiwahukumu watu wote waliotoka jamia kwamba ni madhaifu tayari. Kadhalika ukiwa umemwona mtu mmoja amesoma halakati akawa ni mdhaifu, basi usiwahukumu wanafunzi wote wanaosoma halaka kuwa ni madhaifu. Tumeelewana Waislamu? Haya maneno nimeyasema na nimerefusha sehemu hii kwa sababu ya umuhimu wake, na watu tusidharauliane, kwa sababu madharau ni sehemu katika kibri. Ni jambo ambalo linawafanya watu wawe na kibri, inawapelekea watu wasikae na kusaidiana kielimu, jambo ambalo inafikia hatua mtu hawezi kuchukua elimu kwa rafiki yake. Ni rafiki yake, lakini hataki kuchukua elimu kwake. Kwa sababu gani? Kwa sababu anaona yeye hajasoma kwa njia aliyoisoma yeye na mfano wake. Hii ni kibri na hii ni dharau, na haitakikani mwanafunzi kuwa na dharau, kuwa dharau wenzake. Wallahu ta'ala a'lam.